Mungu wetu na Baba yetu, tuko mbele zako tena katika maeneo haya ambayo Mungu ni sehemu ya kulaza wala ambao umewatoa katika ulimwengu huu kwa ajili ya kusubiri ufufuo wa uzima wa milele. Tunakusihi Mungu, tunapoenda kuanza huduma hii, tunaomba baraka zako, neema yako na nguvu zako. Tunaomba kibali kwako Baba. Tunakusihi Mungu, katutie nguvu na ujasiri na ukabariki yote akatendeke kwa utukufu wa jina lako. Amen. Amen. Haleluya, shangwe, oh shangwe, haleluya, shangwe, haleluya, shangwe, haleluya, shangwe, oh shangwe, atupenda shangwe, haleluya, shangwe, haleluya, shangwe, haleluya. Sisi tuko kwenye ibada nyingine ya makaburini kwa ajili ya kuhifadhi mwili wa ndugu yetu, rafiki yetu, kipenzi chetu Chale katika nyumba yake ya umilele mpaka wakati Yesu Kristo atakaporudi. Nitasoma kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 13. Biblia inasema, lakini hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko wa sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo Yesu watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyanyukuliwa pamoja nao mawinguni ili kumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huu ni waraka wa Mtume Paulo kwenye kanisa la Wathesalonike, na ili neno linaishi mpaka hivi leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maandiko matakatifu yanasema kwamba tusihuzunike kwa ajili yao ambao wamelala, wamekufa katika Kristo Yesu. Maana kila aliyekufa katika Kristo Yesu ana uhakika wa kumwona yeye siku atakaporudi. Amen. Amen. Kama tulivyosikia injili kule nyumbani kwamba tumaini pekee na ufufuo pekee unapatikana katika Yesu Kristo aliye hai. Yeye ndiye mhukumu. Yeye ndiye ambaye atahukumu ulimwengu. Biblia inasema kwamba siku atakapokuja atakuwa kama mchungaji ambaye atakuwa anabagua kondoo na mbuzi. Ataweka wale kondoo mkono wake wa kuume na wale mbuzi ataweka mkono wake wa kushoto. Kisha atawaambia wale waliolala katika Kristo, njooni wanangu, ingieni katika raha ya milele. Na baadaye atawaambia wale mbuzi ambao ni watu ambao hawakumwamini, atawaambia njooni muingie katika jehanamu ya milele. Manake ni kwamba kila mtu atalipwa kulingana na kile ambacho alikuwa anaishi hapa duniani. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo Mtume Paulo anasema msiwe kama wengine. Haleluya. Amen. Aminini kwamba kila aliyekufa katika Kristo atamuona Kristo. Amen. Rafiki yangu, na kukumbusha tu kwamba utakapokufa utakufa katika Kristo. Maana kuna watu sasa hivi tunajidai na maisha ya hapa duniani. Tunaona kwamba kila kitu tunamalizia hapa duniani. Tunatenda kila matendo maovu hapa duniani, tukifikiri kwamba tutadumu hapa duniani. Hapa duniani sisi ni wapitaji. Hatuna mji unaodumu. Leo tuko hai, kesho tunakufa. Sote hapa ni marehemu watarajiwa. Lakini je, swali, utakufa na baada ya kufa utakwenda wapi? Maana sisi ukifa tutakuzika.
hata kama tukisema kwamba leo tufanye maombi kwa ajili yako, we mlevi, we mzinzi, we mchawi, hata kama tukasema kwamba tufanye ibada ndefu katika mazishi yako, hayataweza kukusaidia chochote. Maana yake unavuna kile ulichokipanda. Haiwezekani wewe uishi maisha ya hovyo, maisha ya kudhulumu watu, maisha ya kuloga watu, maisha ya kuiba wake za watu, maisha ya kufanya uasherati na uzizi, alafu utegemee siku tunakuzika uende peponi. Hapana. Hiyo hapana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo haipo. Kila mtu atalipwa kulingana na kile ambacho amekiishi duniani. Haleluya. Jana nilikuwa nawaambia watu kanisani, mimi hata iambiwe kwamba ule mpango sijui wa jehanamu haupo, watu wote wamepata ofa ya kwenda mbinguni, nikawaambia mimi bado nitaendelea kuokoka. Amen. 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 Yaani mimi bado nitaendelea kufanyaje? Kuokoka, maana duniani sivutiwi na chochote, nilishatoka huko. Amen. Amen. Sina tamaa ya chochote huko duniani. Maisha yangu nimeyatoa kwa ajili ya nani? Ya Kristo Yesu. Nikasema lakini kuna watu ambao ikishapigwa hiyo mbiu kwamba kuna ofa ya kwenda mbinguni, hata kama ameokoka, yaani ikishatangazwa tu tayari utamkuta kwenye kilabu, utamkuta kwenye uzizi, utamkuta nini. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaishi hapa duniani kama tunaishi mbinguni. Manake ni kwamba tunajitenga na uovu, kwa sababu duniani na mbinguni hakunaga dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mtume Paulo anasema hivi, Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko wa sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa. Bwana mwenyewe nani? Yesu Kristo aliye hai. Sema amina. Amen. Haleluya. Amen. Katika Biblia unaposoma neno Bwana, hata kama halijaandikiwa kwamba Bwana ni nani, ukilisoma kwa herufi kubwa jua huyo ni Yesu Kristo. Amen. Sema amina. Amen. Kwa hiyo atashuka, na vitabu vyote vya dini vinaamini kwamba Yesu Kristo ndiye alama ya kiyama. Sema amina. Amen. Ndio dalili ya nini? Ya kiyama. Ndiye mhukumu wa huu ulimwengu. Ndugu yangu, utakufa ukiwa sehemu gani? Inawezekana una dini yako nzuri, una dhehebu lako nzuri, lakini halitaweza kukusaidia kama maisha yako yatakuwa yako nje ya Yesu, kama maisha yako yatakuwa bado ni maisha ya dhambi, kama maisha yako yatakuwa bado ni maisha ya uchafu. Njia kuu ya mwenye haki ni kujitenga na uovu. Amen. Haleluya. Amen. Tusiishi duniani kama vile sisi ni wasafiri. Itashangaza unapoenda kumalizia, itashangaza unasafiri kwenda Dar es Salaam, labda umefika Korogwe ama umefika pale Mombo, unaambiwa jamani, kuna dakika 10 hapa za kula. Wewe unashuka, unajisahau kabisa kwamba wewe unaenda Dar es Salaam, ukashuka pale, ukaingia labda Liverpool, ukaingia labda kwenye hoteli fulani, ukaanza kula, ukajisahau. Ile gari itaondoka. Kuna watu wanaishi duniani wanajisahau. Vijana, msijisahau hapa duniani. Amen. Amen. Nyumba nyingi za ibada sasa hivi vijana hakuna. Vijana wako kwenye madisco, kwenye vibanda umiza, kwenye makamari ya Kichina, kwenye kila namna. Sasa hivi nyumba za ibada wameachiwa wazee. Vijana wamescape, hawapo. Mmoja nikamwambia, muamini asema, we ujana ni mwachie nani? Naona anafikiri kwamba Biblia katika kitabu kile cha Mhubiri sura 12 anasema mkumbuke muumba wako ukiwa bado kijana, kabla hazijaja nyakati mbaya. Wakati nahubiriwa kuokoka, kabla sijaokoka, nikamwambia yule mtu mmoja ananihubiri kwamba mimi kuokoka ni mpaka nizeheke. Nikishazeeka, nikisha kula raha, nikimaliza ndio nitaokoka. Sasa hivi ujana ni mwachie nani? Lakini Yesu Kristo ni mwanaume. Amen. Sema amina. Haleluya. Akaniambia wewe huwezi kwenda huko kwa utaokolewa na ujana wako. Amina. Namshukuru Mungu, tangu nimeokoka ninamtumikia Mungu, ninampenda Yesu. Amen. Sema amina. Amen. Haleluya. Amen. Basi nitashukuru Mungu kwa ajili ya neno hili. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya neno hili. Neno lako ni mbegu, na mbegu hii ninaimwaga katika udongo mzuri, ikaote 160 na 100.
kila ambaye amelisikia neno hili likaendelee kupiga kelele katika moyo wake kwamba wewe Kristo, yeyote atakaye kufa nje yako hawezi kuurithi uzima wa milele. Baba, nawabariki makutano hawa, nalibariki na neno lako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wote tuseme amen. Amen. Amina. Naomba udongo. Kwa kuwa imempendeza Mungu kumchukua Charles Tumaini kutoka katika dunia hii, basi tunaweka mwili wake kaburini, udongo kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na kushukuru Mungu kwa kuwa wewe ni mwaminifu na hivi ndivyo ilivyokupendeza. Ninaamini kwamba Charles kuna wakati wa kwenda kumfufua na tutaungana naye katika ule mji ambao umetuandalia. Naomba haya nikiamini kwamba ni amina na kweli. Amen. Amen. Waimbaji, ndugu wazazi, karibuni. Subiri kwanza. Alivyotupenda mbele Kama naomba.